ofisi hizi sio za chama chochote cha siasa. Tumezunguka kata zote ambazo zimechomwa, sisi tuko tayari kujenga. Jamani, hili tulione linatuumiza. Vijana hao wakiwemo waendesha pikipiki maarufu kama bodaboda, bajaji, maguta, mafundi ujenzi, machinga na wapiga debe wa wilaya ya Kahama wamekubaliana kwa pamoja kukusanya rasilimali vitu sambamba na kutumia nguvu zao kujenga na kukarabati ofisi za umma zilizoharibiwa wakati wa vurugu za Oktoba 29 ya mwaka 2025. Wakizungumza na mkuu wa wilaya hiyo Frank Nkinda baada ya ziara ya makundi hayo kutembelea majengo ya umma yaliyoathiriwa na vurugu hizo, wamebainisha kuwa uamuzi huo wa kujenga majengo hayo kwa jitihada zao umetokana na kutambua makosa walioyafanya Oktoba 29 ya mwaka 2025. Mimi naitwa Mikanda na hizi ni ripoti zaidi. Wazee wanaumia kupata huduma, inasikitisha sana. Lakini ukiona kiongozi kama huyu anajaribu kutusogeza mbele kwamba tuone hii adha tuloipata. Hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sisi kwanza tuseme neno moja. Tunafarijika baada ya kuiona ziara yako ya kutuonesha kwa vitendo matukio yaliyofanyika 29 Oktoba. Lakini kwetu sisi ni faraja kwa sababu imeonesha ni namna gani unaanza kurudi kwetu, kwa maana ya kuturahisishia huduma tunayotakiwa kwenda kuipata. Sisi kama maafisa usafirishaji tumeahidiwa fedha nyingi sana za mikopo, lakini ili upate mikopo lazima uende serikali za mitaa na kwa ofisi ya mtendaji wa kata. Leo maafisa wengi usafirishaji hawajui ofisi zetu za mitaa ziko wapi na za kata ziko wapi. Kwa hiyo tulichotuonesha leo, tunaenda kuona matumaini mapya ya kupata huduma kwenye ofisi zetu. Tukuahidi Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sisi kama maafisa usafirishaji tutakuwa na michango yetu katika mifuko ya saruji itakayohitajika kulingana na nafasi tutakayokuwa nayo kwa wakati huo. Kwa namna ya kipekee hatuna neno zaidi ya kusema asante sana, na Mungu azidi kukuweka mkuu wetu wa wilaya. Asante sana. Vijana wa Kahama, upendo mlioonyesha kwa serikali yenu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ofisi ya mkuu wa wilaya sambamba na viongozi wote ngazi ya kata na mitaa kupita katika maeneo haya ya serikali ambayo yaliathiriwa na vurugu zilizotokea Oktoba sio jambo dogo. Kwetu mmeweka alama, na sisi tutajitahidi kadri Mungu atakavyotuwezesha kuwa chanzo cha tabasamu kwa vijana wa Kahama. Ndugu zangu, pamoja na yote yaliyotokea, lakini serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama hodari Daktari Samia Suluhu Hassan inawapenda sana. Ninaamini ninyi ni washahidi. Muda mchache mama alipoingia madarakani alifuta leseni zaidi ya 70 za wawekezaji, na wizara pamoja na taasisi zingine husika zinapambana kuona namna gani leseni zile pamoja na fursa zingine zinawafikia vijana, wakiwemo vijana wa Kahama. Lakini hivi karibuni mmeshuhudia serikali yetu chini ya Wizara ya Madini imeingia mkataba na benki kwa ajili ya kurahisisha mazingira mazuri ya wachimbaji wadogo waweze kutumia mikopo nafuu ili waweze kupata nyenzo za shughuli zao za uchimbaji. Lakini kama haitoshi, mmeona serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imetoa shilingi bilioni 200, na fedha zile zimesambazwa kwenye zile wizara za kisekta, kwa maana ya vijana ambao wako kwenye sekta ya kilimo wanaohitaji kukopa. Sasa mikopo ipo sekta ya madini, sekta ya ufugaji, uvuvi na sekta nyingine. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Kwa hiyo sambamba na haya ambayo nimeyazungumza na kuwashukuru kwa upendo mkubwa ambao mmeonyesha kwetu, lakini ni dhahiri kwamba pamoja na maumivu ambayo Mheshimiwa Rais kama binadamu, kama kiongozi mkuu wa nchi anaweza kuwa nayo dhidi yetu vijana kwa yaliyotokea, lakini bado hajarudi nyuma. Mheshimiwa Rais anatupenda.